Waziri amesema hayo katika uzinduzi wa teknolojia ya ndege nyuki inayotarajiwa kutumika kubaini vitendo vinavyofanyika vya uvuvi haramu katika Ziwa Victoria, huku watumishi wakidaiwa kuwa ni sehemu ya vitendo hivyo. Ukishaonekana una uadilifu ndio unakaa kwenye zile picha, kwa sababu hizo ndio zitakusaidia kumaliza swala hili la uvuvi haramu. Lakini tukasema hao maafisa uvuvi kwenye halmashauri zetu wametuchezea kwa muda mrefu. Wanakamata, wanapeana vitu wanavyopeana, wanawaachia. Hawapeleki mahakamani, hata polisi hawafiki. Amesisitiza juu ya malengo ya wizara ni kuhakikisha uvuvi haramu unakuwa historia, huku mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mwanza akieleza umuhimu wa Ziwa Victoria kiuchumi. Piga porojo tunaendelea. Tumeleta hiki kifaa, kitafanya kazi hiyo ya kupiga picha na kukusanya ushahidi. Lakini kama hatuna dhati ya moyo wetu kwamba sasa hatuhitaji uvuvi haramu, yawezekana hata kifaa hiki kikafeli kwa sababu hakiungwi mkono na wadau wenyewe. Kwa sababu katika hao ambao ndio wadau wa uvuvi na ndio hao wavuvi haramu, hao waliopewa kusimamia uvuvi haramu, kukomesha uvuvi haramu, ndio hao ndio wavuvi haramu. Kwa sababu haiwezekani kwa tunaongea habari hizi miaka nenda miaka rudi, tunachomeana nyavu miaka nenda miaka rudi, story ni zile miaka nenda miaka rudi. Hatuwezi kwenda hivyo. Hata tunavyozungumza hivi bado huko ziwani kuna uvuvi haramu. Kwenye swala mazao ya samaki, kwa kweli katika mkoa wetu wa Mwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, pia imekuwa ni eneo ambalo linatuhakikishia usalama wa chakula na hata pia lishe. Lakini hivi karibuni na kwa muda mrefu kidogo kumekuwepo na matendo ya uvuvi haramu yaliyokithiri katika Ziwa Victoria, ikiwa ni pamoja na matumizi ya nyavu za makila zenye matundu madogo, timba, makokoro. Kuna mambo mengine yanaitwa nyavu zingine zinaitwa zigzaga, inaitwa nini? Gizagiza, yani kwamba wanafanya uvuvi wa gizagiza, na wakati mwingine wanaziita wadudu. Natumizi kabisa yasiyo sahihi ya taa za kuvulia dagaa. Kabisa katika maeneo mengi ya mkoa wetu yamekuwa yakitokea uhalifu wa namna hiyo. Ndugu mgeni rasmi ambaye pia ni Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, katika kuhakikisha rasilimali hii ya samaki ambao kwa kweli tulipewa na Mwenyezi Mungu na kuhakikishia rasilimali ya Ziwa Victoria, tumejipanga sisi kama mkoa kuhakikisha rasilimali hii tuliyopewa na Mwenyezi Mungu tunaendelea kuilinda na kuhakikisha inakuwepo na inachangia pato la taifa pamoja na uchumi mmoja. Huu ndio ule tunazungumzia matumizi ya teknolojia katika kufanikisha shughuli mbalimbali za kiuchumi. Na hii inaenda sambamba na takwa la dunia la kuhakikisha tunatumia teknolojia rafiki wa mazingira ambazo zitasaidia kuchagiza shughuli zetu za majini. Na ni sambamba na lile goli namba 14 ya magoli ya milenia ya SDG linalozungumzia uhai chini ya maji. Sasa kwa nini nazungumza na rafiki wa mazingira? Kwa sababu kabla ya chombo hiki, ili tuweze kuwafikia wavuvi haramu au ili kufanya shughuli za doria, tulilazimika kutumia boti zinazotumia mafuta ya diesel. Tumelazimika kutumia magari yanayotumia mafuta ya diesel. Na sote tunafahamu diesel ukiitumia inaleta hewa ya ukaa kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa sasa hivi kwa kuwa na teknolojia hii, maana yake ni kwamba yenyewe itakuwa imeshaenda kubaini shughuli za uvuvi haramu ziko sehemu gani. Kwa hiyo waendesha doria sasa kwa njia ya ardhini au ya majini watakuwa wanaenda eneo mahususi, maana wanafahamu ni wapi wanakwenda. Viongozi mbalimbali kutoka vyama vya wavuvi wanapongeza mpango huu, huku wakitoa tahadhari kwa baadhi ya watumishi kutokuwa kinyume na matarajio ya serikali. Ni zana bora kwa sababu ndio wakati wa sasa wa kidunia. Tunafikiri kama wawajibikaji watawajibika vizuri, kwa sababu ndege nyuki inatoa taarifa kwa mapema, na uwajibikaji ukiwa mzuri manake wavuvi haramu watawarasiwa kwa mapema sana. Ndio tunategemea hivyo. Kwa hiyo swala kubwa la ndege nyuki ni swala bora. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujali sekta ya uvuvi, lakini pia tumshukuru mkurugenzi huyu wa uvuvi kwa sababu ndio mkurugenzi pekee ambaye anaweza kuwasikiliza watu na kuweza
kufanya haya majukumu, mnapomweleza anawasikiza moja kwa moja. Lakini kitu kikubwa tunalia nacho sisi ni nini? Ni uwajibikaji wa watendaji. Kwa sababu kwa mfano leo hii tunaionyesha drone ambayo sisi tunaamini ingekuwa siri, sawa, wavuvi haramu wasingejua nini kinafanyika, maana ingekuwa inaenda kuchukua taarifa kwa siri na inatoka kwa siri, wanakamatwa kwa siri. Lakini leo tunaizindua hapa, maana tunaitangaza silaha ya vita, kila mtu ataiona. Lakini je, tuna uhakika kwamba wakati utakapoanza utendaji au wajibikaji hawatatoa taarifa kwamba bwana leo drone iko upande wenu? Kama drone wakitoa taarifa kwamba drone iko upande wenu, maana zoezi hili limefanyaje? Limefeli. Wenye wajibu wa kusimamia masuala ya uvuvi haramu ni maafisa uvuvi, ambao kimsingi katika muda wote tumekuwa tunawalalamikia wao, kwa sababu maafisa wavuvi haramu wanafahamika kwa majina, wanafahamika mahala wanapofanyia kazi. Ilikuwa ni wajibu wa maafisa uvuvi kuwaambia wale watu waache uvuvi haramu. Kwa maana nyingine ni kwamba wavuvi haramu wanalindwa. Sasa drone ni chombo ambacho kinaongozwa na watu, kinakwenda kuchukua taarifa na watu hao wanapaswa kushughulikia taarifa. Kwa hiyo wasiwasi wetu ni kwamba tunapovitendea kazi lakini hatuna watenda kazi. Kuna kazi kubwa ambayo serikali lazima waifanye, ni pamoja na kufanya mabadiliko kwenye sekta.